Stats, Sport Next Level. Yes, wekundu wa Msimbazi Simba sasa ule wakati umekaribia zaidi. Mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika kuandika historia pindi wakiweza kupindua matokeo kibabe. Kwa maana kwamba mechi ya kwanza kule nchini Morocco walifungwa 2-0. Sasa shughuli kubwa walionayo ni kuhakikisha wanapata ushindi wa tofauti ya mabao matatu ili watoe ubingwa ndani ya dakika 90 ama kufunga mabao mawili bila kuruhusu bao ili matokeo ya jumla yawe 2-2 na hatimaye kwenda kwenye mikwaju ya penalty ambazo huwa hazina mwenyewe, ni 50 kwa 50. Kwamba huko wafanye vizuri halafu ndo watoe ubingwa. Yani wafanye kama walivyofanya katika mechi waliocheza dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya robo finali ambapo kule Misri walifungwa 2-0 lakini kwa Mkapa wakashinda 2-0 ikienda mikwaju ya penalty. Hiyo inatokana na kweli kwamba katika mechi ya kwanza walipoteza kwa mabao 2-0. RS Berkane katika mechi iliyopita walicheza vizuri sana. Simba hawakuwa kwenye kiwango kizuri katika eneo la kushambulia kwa sababu cheza yao yote walipiga mashuti 9 lakini hakuna shuti lilolenga lango, wakati RS Berkane walipiga mashuti 14, 6 yalilenga lango wakafunga mabao 2. Lakini shughuli inaonekana nzito. Mabao 3 sio kazi ndogo dhidi ya RS Berkane, wana fainali wa michuano hii msimu uliopita, mabingwa wa ligi kuu ya Morocco wakati mechi 5 zikiwa zimesalia katika ligi kuu ya Morocco. Hata hivyo inawezekana kwenye uwanja wa New Amani Complex pale visiwani Zanzibar, sio kwamba haiwezekani. Kama mpinzani ameshinda mabao 2 nyumbani kwake, maana yake na wewe ukiwa vizuri, wachezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba watakapata nafasi ya kucheza wakitekeleza vyema mipango ya kocha Fadlu Davis, wanao uwezo wa kupindua meza, kwa sababu kufunga mabao 2 kama walivyofanya wale, maana yake yatosha kabisa kufikia mikwaju ya penalty ama kuongeza lingine, maana ishawahi kuonekana hivyo katika hatua ya robo finali. Lakini sio shughuli ndogo. Ili hilo lifanyike, kabla ya yote kuna masuala takriban 3, 4 mpaka 5 ambayo Simba wanapaswa kuyafanyia kazi. Wanapaswa kupata majibu kupitia kwa kocha Fadlu Davis na wachezaji wake. Yapo mambo haya ya msingi ambayo wakiyapatia majibu pengine ndipo ambapo furaha kwa wekundu wa Msimbazi Simba yaweza ikaja. Maswali hayo ni pamoja na yapi? Kutokana na kile kilichoshuhudiwa katika mechi ya kwanza kule nchini Morocco. Namba 1 ni kupambania mipira ya juu. Simba katika mechi kule Morocco ambayo RS Berkane walishinda mabao 2-0, bao dakika ya 8 na bao lingine kuwafanya wafungwe mabao 2-0, bao lingine katika dakika ya 14, ilikuwa ni pamoja na kutopambana kwa ukamilifu katika mipira ya juu. Mechi nzima mipira ya juu ilipiganiwa 25, Simba waliwini mipira 5. Maana yake mipira 20 waliwini wenyeji RS Berkane. Kwa lugha nyingine, 80% ya mipira yote ya juu RS Berkane walishinda, ikiwamo bao la dakika 8 lilofungwa na Mamadou Lamine Kamara. Aliruka peke yake, hakuwa na ushindani wa kutosha. Matokeo yake Simba wakatanguliwa kwa bao la utangulizi dakika hiyo ya 8 kabla ya kuongezwa bao lingine dakika ya 14 lilowekwa na Osama Lamliwi. Kwa hiyo ni tatizo namba 1 ambalo bila shaka kocha Fadlu Davis na kikosi chake watakuwa wamepatia majibu. Vinginevyo kutopambana vyema mipira ya juu ni hatari katika kutimiza mpango kazi wa kufunga mabao 3-0 ama ushindi wote wa tofauti ya mabao 3, kwa maana kwamba 4-1, 5-2 sio kazi ndogo. Ili itimie hilo lazima mipira ya juu Simba waongeze umakini katika upambanaji. Tatizo la pili ambalo bila shaka wekundu wa Msimbazi Simba watapaswa kulishughulikia ni juu ya kiungo eneo la ukabaji wa RS Berkane. Huyu anaitwa Mamadou Lamine Kamara. Mgongoni nambari 6. Umri miaka 22, mchezaji wa kimataifa wa Senegal, urefu futi 6 na inchi 3+. Huyu alikuwa tatizo katika mechi iliyopita tarehe 17 kwenye uwanja wa Municipal de Berkane Stadia. Kwamba wafanyeje ili kuhakikisha siwaletee madhara, kwa sababu katika mechi iliyopita huyu Mamadou Lamine Kamara kimsingi kila alilolifanya lilifanikiwa bila ushindani wa kutosha kutoka kwa wachezaji wa Simba, hasa katika eneo la kiungo. Ni kwa sababu gani? Ni katika mechi ambayo Mamadou Lamine Kamara akicheza kama kiungo wa kulinda mabeki 4. Kocha Moin Shabani akianza na golikipa Munir Mohamed akawa na walinzi 4, mbele yake ukawa na kiungo mmoja wa kulinda hao walinzi 4, halafu akawa na viungo 4, halafu akawa na mshambuliaji mmoja kule juu. Huyu aliyekuwa kilinda walinzi 4 ndio huyu Mamadou Kamara. Alifanya kila alilofanya bila ushindani wa kutosha. Kwa sababu gani? Alirukia mipira ya juu 10, yote kafanikiwa, hakuna aliyoshindwa. Lakini pia mipira ya chini 7 kafanikiwa 4. Kwa hiyo tatizo mojawapo ndio hili la kupambana na
Mamadou Lamine Kamara ili asilete madhara, kwa sababu mpira ya juu yote aliwini yeye, mipira ya chini 7 alifanikiwa 3, akawa matokeo yake badala ya kutekeleza jukumu mama la kulinda walinzi wanne, akawa naye akienda mbele kusaidia mashambulizi, akienda kuungana na akina Yasin Labiri na kina Osama Lamliwi kule mbele, wakati yeye kazi yake kubwa na mara nyingi katika mechi zao huwa analinda walinzi wanne. Kwa hiyo hili ni tatizo ambalo bila shaka kocha Fadlu Davis, benchi la ufundi la Simba watafute jawabu, kwa sababu vinginevyo huyu Mamadou Lamine Kamara ndiye tatizo, kwa sababu hufanya lango lao lisifikiwe kirahisi kwa sababu ya jukumu analolifanya la ulinzi na kuchafua, kufanya ile kazi wanasema ya wale viungo katakuni, lakini akipata fursa kama ilivyokuwa katika mechi iliyopita anakwenda mbele analeta madhara. Lakini tatizo lingine ni pamoja na Osama Lamliwi, nambari 9 wao katika mfumo wa baada ya golikipa 4-1-4-1, yule wa juu Osama Lamliwi alikuwa na tatizo kubwa kwa Simba katika mechi iliyopita kule Morocco. Ndiye aliyefunga bao la pili, lakini yeye jambo kubwa alilofanya katika mechi ni pamoja na kupiga mashuti 4, 3 yamelenga lango. Ikumbukwe RS Berkane mashuti yaliyolenga lango yalikuwa 6, 3 alipiga yeye Osama Lamliwi. Kwa lugha nyingine ni 50% ya mashuti yote ya kulenga shabaha. Anajua pa kusimama, huwa hausiki sana kwenye mchezo, lakini anaposimama mara nyingi mipira humkuta akiwa katika nafasi nzuri ya kuweza kuleta madhara. Kwa sababu hiyo walinzi wa Simba wakiungana na viungo wao ukabaji lazima wajue nambari 9 mgongoni Osama Lamliwi anasimama wapi ili wamdhibiti. Mpaka sasa ameshafunga mabao 5, ametoa assist 1, mechi alizocheza 8. Huyu sio kumwacha hata kidogo, na lazima majawabu yapatikane namna ya kumdhibiti, sawa vinginevyo itakuwa ni maumivu. Ikumbukwe RS Berkane wakifunga walau bao 1 wanalazimisha mzigo kwa Simba uwe mkubwa, kwa sababu badala ya kutafuta tofauti ya mabao 3 ili watoe ubingwa watalazimika kuwa na tofauti ya mabao 4. Huyu ni mwizi, anajua pa kusimama, lazima jawabu lipatikane. Jambo lingine la kutafutia majibu ni juu ya mapambano ya mpira. Ndiyo, kwa ujumla kila mchezaji lazima wakati Simba ikitafuta mabao, lakini wakati huo kwenye ile kupambania mipira lazima waongeze umakini, kwa sababu katika mechi iliyopita baadhi ya wachezaji hawakuhusika sana katika kupambania mpira ya chini na ya juu. Mfano mojawapo ni kiungo Fabrice Luamba Ngoma. Mechi hii haikumkubali vizuri. Inafahamika Ngoma ni miongoni mwa wachezaji waliong'ara sana na kuifikisha Simba fainali katika michuano hii. Lakini katika mechi iliyopita kule Morocco, Ngoma dakika 90 hakupigania mpira wote wa juu, hakupigania mpira wote wa chini, hakufanya tackling kwa maana kuingia uvunguni kuchukua mpira, hakucheza follow yoyote wala hakuchezewa follow, na yeye ni kiungo ukabaji akitarajiwa kuhakikisha wanafanya shughuli chafu pale kati inapobidi. Yeye na Kagoma ni kwamba Kagoma anabaki nyuma wakati anashambulia, yeye anakwenda mbele zaidi, lakini wanapozuia, wanapokuwa wanatekeleza majukumu ya kuzuia, anapaswa kuungana na wenzake katika kuzuia, yeye katikati pale. Lakini siku hii hakuwa vizuri sana. Nimemtaja mfano tu. Valentino Uma aliingia katika kipindi cha pili akiwa kama akichukua nafasi ya Kibu Dennis Prosper, lakini naye hakupigania mpira wote katika dakika 90 wa juu wala wa chini. Mchezaji mshambuliaji kinara katika mechi hiyo ya Simba dhidi ya RS Berkane alikuwa Lionel Ateba Mbida. Katika mechi hiyo yeye ndiye aliyeongoza kupigania mipira katika dakika 90, akipigania mipira 18 akifanikiwa 4. Anayefuatia katika kupigania mipira katika mechi ya kule Morocco alikuwa ni Elie Mpanzu Kibisawala. Alipigania mipira 15 akafanikiwa mipira 7. Sasa kama wale wa kwenye kushambulia ndio wanapigania zaidi mipira, sio jambo zuri, kwa sababu watakosa fursa ya kufunga. Lazima wapiganie katika kufanya pressing, shinikizo panapobidi, lakini wao wanatakiwa watekeleze zaidi jukumu lao la kufunga, na hilo litafanyika endapo timu wachezaji wengine kwenye maeneo ya ulinzi watatekeleza wajibu huo kwa ufanisi. Vinginevyo wanalazimika kushuka kusaidia ulinzi, kwa sababu pia ni wajibu wao, ili wawe na jukumu zaidi la ubunifu na kufunga. Maana yake ni kwamba timu nzima na wachezaji wa nafasi nyingine watekeleze wajibu huo. Jasha huwa alipigania mpira 11 akafanikiwa 6. Kwenye ulinzi Shomari Kapombe alipigania 12 kafanikiwa 3. Mohamed Hussein Shabalala mechi nzima alipigania mipira 6 akafanikiwa 4. Shamu Karabu excellent alipigania mipira 8 akafanikiwa 6. Shemalon Fondo alipigania 3 kafanikiwa 1. Abdurazak Hamza kabla ya kutoka alipigania mipira 3 kafanikiwa 2. Kagoma alipigania mipira 9 kafanikiwa 3, lakini hakupigania mpira wote wa juu. Joshua Budo Mutale aliyeingia dakika 80 baada ya kutoka kwa Elie Mpanzu Kibisawala, dakika hizo 10 alizokuwa uwanjani alipigania mipira 4 akafanikiwa 1,
lakini cheza yake ilimfanya Mamadou Lamine Kamara asitembee sana kama ilivyokuwa katika kipindi cha kwanza, na hivyo kusaidia kupunguza madhara yake. Pengine mwalimu Fadlu Davis kile alichokifanya Joshua Budo Mutale akiwa uwanjani kinaweza kikawa kimempa jawabu fulani la kupunguza madhara kutoka kwa huyu Mamadou Lamine Kamara. Swali lingine ni juu ya uwezo wa Simba katika kufanikisha mipira kwenda langoni. Ndiyo, hili nalo ni jambo muhimu katika kuhakikisha wanapata ushindi huu unaodhaniwa, kwa sababu mechi dhidi ya RS Berkane kule Morocco, Simba walipiga mashuti 9 kwa mara ya kwanza katika michuano hiyo ya shirikisho barani Afrika CAF msimu huu. Simba hawakupiga shuti lolote la kulenga shabaha licha kwamba walipiga mashuti 9. Sasa uwezo kafunga kama ufanisi katika kupiga shuti kulenga shabaha, tunasema shooting accuracy, upo kwa kiwango cha 0. Ni lazima waboreshe eneo hili, lazima wapate jawabu juu ya namna gani wapige mashuti ya lenga shabaha ili mwisho wa siku waongeze nasibu uwezekano wa kufunga hayo mabao yanayotazamiwa ili Simba ibakishe kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu. Lakini kubwa la mwisho muhimu zaidi ni juu ya kila mchezaji kupambania mpira 50% kwa 50 ya mipira yote iangukie mikononi mwa Simba. Kufanya hivyo kwa kiasi kikubwa kutasaidia kuongeza uwezekano wa Simba kupata matokeo yanayohitajika. Ni mechi ambayo si nyepesi, ni mechi ngumu kwa sababu Simba wanakutana na timu ya RS Berkane ambayo imeshafunga mabao 20, imeruhusu mabao 2 tu. Moja wakiruhusu wakiwa Afrika Kusini wanacheza dhidi ya Stellenbosch wakishinda 3-1, lingine wakiruhusu wakati wanacheza na SES Constantine katika mechi walofungwa 1-0 ya nusu finali, wakati wao wakiwa wameshashinda 4-0 nyumbani kwao, na hivyo kupata ushindi wa jumla wa mabao 4-1. Ni mechi ngumu, mechi yenye ushindani mkali, lakini inawezekana kwa sababu RS Berkane pamoja na kuwa na matokeo mazuri sana, lakini wana udhaifu wao. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba wanaposhambulia Simba wanakwenda kwa haraka, wanakuwa moja kwa moja. Mechi ya Morocco yale mashuti 9 waliopiga ni pamoja na mipira ya namna hiyo, ingawa ilikosa ufanisi tu katika kulenga shabaha, ikiwemo katika tukio mojawapo ambalo Lionel Ateba Mbida alimalizia vibaya kwa kutoupata mpira wa mwisho uliotokana na kazi nzuri iliyofanywa na Shomari Kapombe. Alikuwa ameshirikiana vyema na Elie Mpanzu Kibisawala, lakini mpira uliomkuta Ateba aliukosa. Sasa vile walivyofanya katika kushambulia kwa kasi ndivyo wanapaswa kufanya, lakini ufanisi tu kuongeza katika kuweka mpira wavuni. Ni mechi ngumu, lakini inawezekana. Inawezekana vipi? Yapo mambo mengi, bila shaka benchi la ufundi la Simba linatambua, lakini mojawapo ni juu ya kujibu maswali haya kwa kile kilichotokea katika mechi ya kule nchini Morocco. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.